Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya Simba Day, mji wa Karatu umegubikwa na msisimuko mkubwa wa soka, huku ukishuhudia vuguvugu kubwa la kibiashara na hamasa ya aina yake kutoka kwa mashabiki wa klabu ya Simba. Kutambulishwa kwa jezi mpya za klabu hiyo kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027 kumekuwa chachu kubwa ya kuchangamsha mji huo wa Karatu, ambapo mitaa mbalimbali na vituo vya biashara vimeshuhudia utulivu ukibadilika na kuwa eneo la shamra. Wafanyabiashara wadogo na wakubwa mkoani Arusha, yani hapa wilayani Karatu, wameamkia fursa hiyo na kasi kubwa, wakihakikisha wanaosogezea mashabiki vifaa mbalimbali vya klabu ya Simba, ikiwemo jezi, skafu, kofia na bendera za wekundu wa Msimbazi. Mashabiki wengine mji wa Karatu wameonekana wakimiminika katika maduka ya maeneo mbalimbali ambayo yapo wazi ili kujipatia jezi hizo mapema, tayari kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za timu yao pendwa kwenye maadhimisho ya Simba Day pamoja na msimu mpya wa ligi. Wafanyabiashara wengine wanaelezea kwa mahitaji yamekuwa makubwa kuliko walitarajia, hali inayochanganyia kuongezeka mzunguko wa fedha na kuleta neema ya kiuchumi kwa vijana wajasiriamali na waliochangamkia fursa hiyo. Msisimko huu unaoendelea katika mji wa Karatu unaashiria wazi jinsi soka ilivyozidi kuwa zaidi ya mchezo tu. Msisimko huu unaoendelea katika mji wa Karatu unaashiria wazi jinsi soka ilivyozidi kuwa zaidi ya mchezo tu, bali ni sekta inayoleta pamoja hisia za mashabiki na fursa za kiuchumi zinazoinua jamii. Tunaungana na wafanyabiashara baadhi katika mji huu wa Karatu watueleze changamoto ambayo wanaipata, lakini pia na faida katika mzunguko huu kuelekea uzinduzi wa Simba Day, hasa katika kipindi hiki cha uzinduzi wa jezi pamoja na wiki ya Simba. Hii ni Darubini Digital, usikose kutufuatilia. Kwa majina naitwa Saido Tibason Kisa, jina maarufu la kazi Saido Tibason Kisa, wachana jezi family. Hapa tuko ndani ya Karatu kama unavyoona. Tuko tangu juzi. Mimi nimeingia hapa juzi alfajiri. Jana nimeshinda hapa Karatu kama unavyoiona. Wananchi wa Karatu ni Simba Sports Club. Wamekubali. Yaani unavyoona Simba ipo Karatu. Mimi nimekuja kufanya biashara. Hapa unavyoona sina kitu. Yaani nimemaliza. Unavyoona hapa ndo sina kitu. Namalizia. Ndugu mwandishi, hapa Simba Karatu wamejitokeza na huyu Mediani apewe sifa yake. Mediani kazi anaifanya ni mtu mmoja anaikaisha Tanzania nzima. Mimi namkubali bwana. Ametuita wananchi, tumeitika. Wana Simba wameitika na sisi wafanyabiashara tumepata fursa. Hapa tuko ndani ya Karatu unavyoona. Mji umechafuka tangu ujuzi. Hapa guest huwezi kupata. Ndugu mwandishi, nyumba yako ni kubwa, unaweza kulaza watu leo? Huwezi kulaza watu. Wewe hapa ndugu zangu mmesemaje? Ndio ateni kweli ulipoongea. Naitwa Godfrey Pamvili Nano. Mzaliwa hapa Karatu. Mimi ni Simba damu. Tukubali. Je, unatafuta mwonekano tofauti na wa kisasa na wenye heshima? Usihangaike tena, Mzava Outfit ndio jibu lako. Kitaalam kabisa katika mavazi ya kiume, tunakuletea pamba kali zinazokufanya uonekane wa kipekee mahali popote. Kwa wanaume wanaopenda kupendeza ofisini, tunazo suruali za ofisini zenye viwango vya hali ya juu, mashati ya ofisini yenye kunyooka vizuri na seti, yani t-shirt za form 6 za kisasa kabisa. Na kwa muonekano wa pamba za mtaani, yani au upande wa viwanjani, Mzava Outfit tunakupa jeans kali za kisasa, t-shirts za kijanja. Pia tunapatikana mkabala kabisa na hoteli ya Skylark hapa Karatu mjini, yani njia kuelekea stendi kuu. Kwa siku ya leo Karatu unawashauri nini wala sika na nini? Naomba wahamasika kujitokeza kwa wingi ili kusudi kesho tuende Kreta kuzindua jezi. Okay. Wajae kwa wingi yani. Na wapinzani wako wa Afrika wanaambiaje kwa leo? Awaambie poleni sana, watakuwa wameumia sana. Basi na wanga leo yuko hapa jamaa. Jambo walifanya Simba kwa leo unaliona? Pamoja. Kwa ujumla mimi ni mwananchi. Lakini kama mnavyojua nyinyi ni watani wa jadi, ndio sisi tunawakaribisha Karatu.
tunawakaribisha. Umependa shughuli? Nashaje kuipenda shughuli ya watani bwana. Watani sisi tunawakaribisha. Jamaa wa Yanga, mwana Simba mwingine hapa. Bwana vipi ndugu yangu? Bwana safi kabisa. Wewe ni mwenyeji hapa? Mimi ni mwenyeji hapa. Mimi nimetoka Dar es Salaam kupata fursa hii na kuhoji wewe, mimi ni mwenyeji na mwenyeji mgeni. Unasemaje? Karibu sana Karatu. Kwa jina lako? Naitwa Juma Saleh, maarufu Noaka. Noaka. Mkazi wa hapa. Unasemaje ujio wa Simba Karatu imekwaje? Ujio wa Simba umefunika. Ni chuma. Hebu tueleze kwa nini Simba wanaruka mikoa yote wamepita sehemu yote mkuja hapa? Kwanza kabisa wameona kabisa kwa kuwa wenyewe ni Simba. Wacha waende hifadhini. Ile Simba wao ile itumie kabisa. Kwa hapa unafanya nini hapa? Hapa nimekuja kutafuta mnyama mmoja hapa nimweke kichwani hapa ili kwa ajili ya Simba Sports Club. Okay. Haya, ndugu mwandishi, unaona kama jamaa hapo kama hivyo unapendeza, mtu wa Karatu amekula kofia yake ya Simba Sports Club kama kawaida, na mimi naona host wako ni Saidon Tipazoki, ni mgeni nimekuja kutoka Dar, lakini ndugu mwandishi, hii ni balaa jingine na bado kama kawaida. Umeona baba? Kwa nini ina shida? Leo Simba wanaingia hapa, tunafanya mabalaa, takukesha wanajua. Wameniambia takukesha. Kwa ndugu yangu takukesha tunajua. Hapa vipi ndugu yangu? Swali. Inakuwa je kiongozi? Safi. Wewe mwananchi Msimbazi? Mimi Msimbazi. Wewe Msimbazi. Chama la Msimbazi leo. Unasemaje baba siku ya leo? Umejipangaje kwa siku ya leo? Unyama. Kweli babangu Hebu wape salamu kwanza ndugu zako na wananchi na mashabiki wote hata kama ni wa Simba na wa Yanga, hebu salamu zako. Yaani ndo tumeanza. Ndo mmeanza leo. Kwa hiyo ndo mmeanza. Kama ndo msimu umeanza. Mwaka tunachukua. Basi baridi mwanangu, tunashukuru Mungu haina shida. Sasa ndugu mwandishi, mimi niendelee na wewe kwamba hii ni Simba Sports. Tunamshukuru Ahmed Ally. Ahmed Ally ameleta matokeo makubwa na Tanzania. Ameleta matokeo makubwa ambayo Ahmed Ally hatumii nguvu sana kuwaita wananchi, kuwaita wana Simba. Kwa hiyo Ahmed Ally tumshukuru Mungu sana. Ahmed Ally ni kiongozi bora. Amekuja hapa kufanya wiki zote. Amesema amechukua. Watu wanakuja. Washatoka Arusha, wanaelekea hapo. Njia panda wanaingia mtaa huu hapa. Ndugu mwandishi, nasema mimi kwa siku ya leo tutakuwa tena baadaye, ila shida ndugu yangu. Salamu alaykum. Bwana, mimi kwa majina naitwa Abu Juma Masanja. Ni mkazi wa Karatu, pia ni afisa usafirishaji kwa maana ya bodaboda. Sisi kama kijiwe cha Goro hapa, sisi ndo bodaboda ambao tuna mapenzi kabisa na Simba Sports Club. Ujua Simba Karatu hii, ujua Simba wetu sisi ni fursa, kwa sababu hata wanapoenda kuzindua jezi katika wilaya ile Ngorongoro ndani ya Kreta, sisi ndo manufaika wa kwanza kabisa kununua jezi, kwa sababu jezi itazinduliwa hapa Karatu na jezi pia itaanza kuuziwa hapa. Kwa hiyo sisi tutakuwa watu wa kwanza kabisa kununua jezi, kwa sababu hata watu wanaotoka mikoa mingine, sisi ndo tutakuwa watu wa kwanza kununua jezi. Kingine kwa upande wa biashara itakuwa kubwa sana, kwa sababu hata watu tofauti wanatoka mikoani, Dar es Salaam, watu wanatokea hata Arusha, wanatokea Kilimanjaro. Kwa hiyo biashara itakuwa nzuri kabisa. Mimi kwa majina yangu naitwa Emmanuel Karani Sule, ni mwana Simba, ni shabiki wa Simba damu, na kwa leo nimependa sana timu kama Simba, timu kubwa, kuja kututembelea Karatu, na ni fursa ya kipekee sana kwa timu kubwa kama Simba kuja Karatu. Kwa sisi wakazi wa Karatu tumeona ni jambo kubwa sana na la kipekee. Na kuja kuzindua jezi Ngorongoro, ni fursa kubwa sana kwa watu wa Karatu. Naona ni fursa imetufikia, na ni moja kwamba mji wetu unazidi kukua kimaendeleo, na fursa nyingi zinaweza zikatokea kwa jambo kubwa kama hili.